Hadithi: Siri ya moyo wake. Episodi 1. Katika jiji lenye historia ndefu na majumba ya kifahari, aliishi kijana aitwaye Ayaan Khanna. Ayaan alikuwa tajiri, maarufu na mrithi wa kampuni kubwa ya familia yake. Lakini nyuma ya tabasamu lake la kuvutia, moyo wake ulikuwa na majeraha makubwa aliyoyaficha kwa miaka mingi. Ayaan hakuamini tena mapenzi. Aliamini wanawake hupenda mali, si moyo. Lakini siku moja, maisha yake yalibadilika. Usiku mmoja wa mvua kubwa, Ayaan alikuwa anaendesha gari lake kuelekea nyumbani. Ghafla, alimuona msichana akijaribu kuvuka barabara huku akiwa ameshika vitabu mkononi. Mvua ilimfanya ashindwe kuona vizuri. Gari lilisimama ghafla. Msichana alianguka chini. Ayaan alishtuka. Alikimbia kumsaidia. "Unaumia?" aliuliza kwa wasiwasi. Msichana alimwangalia kwa macho yenye hofu lakini yenye nguvu. "Nipo sawa, usijali," alisema. Jina lake lilikuwa Zara Malik, mwanafunzi wa muziki mwenye ndoto kubwa lakini maisha ya kawaida. Hakujua kuwa mkutano huo ungeunganisha mioyo yao milele au kuvunja kabisa. Baada ya tukio hilo, Ayaan alianza kumtafuta Zara kwa siri. Alivutiwa na unyenyekevu wake. Zara hakujali mali wala hadhi ya Ayaan. Walipoanza kuzungumza, waligundua walifanana sana katika majeraha ya moyo. Zara alimwambia, "Muziki ndiyo dawa ya maumivu yangu." Ayaan akajibu, "Labda wewe ndiyo dawa ya maumivu yangu." Pole pole, mapenzi yakaanza kuchanua. Lakini Ayaan alikuwa na siri kubwa. Miaka iliyopita, mchumba wake wa zamani alimwacha siku ya harusi baada ya kugundua mali ya familia yake ilikuwa ikiporomoka. Tukio hilo lilimvunja kabisa. Ndiyo maana alikuwa anaogopa kumpenda Zara kwa dhati. Wakati huo huo, baba yake Ayaan alipanga kumwozesha kwa binti wa mfanyabiashara mkubwa ili kuokoa biashara ya familia. Binti huyo aliitwa Riya Mehta. Riya alimpenda Ayaan tangu zamani, lakini hakuwahi kupendwa naye. Alipogundua kuhusu Zara, wivu ulimjaa. Alianza kumfuatilia Zara. Aligundua familia ya Zara ilikuwa maskini. Riya akasema, "Mapenzi haya hayatadumu." Riya alimtafuta meneja wa muziki aliyekuwa akimsaidia Zara na kumhonga pesa ili kumshawishi Zara asafiri kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kazi kubwa. Zara alipopokea ofa hiyo bila kujua kuwa ilikuwa njama ya kumtenganisha na Ayaan. Siku Zara alipomwambia Ayaan kuhusu safari yake, Ayaan aliumia sana. Alifikiri Zara alikuwa anaondoka kwa sababu ya kazi na mafanikio, si mapenzi. Kwa hasira na maumivu, Ayaan alisema, "Labda sikuwahi kuwa muhimu kwako." Zara alilia lakini aliondoka, akiamini Ayaan hakumpenda vya kutosha kupigania mapenzi yao. Baada ya Zara kuondoka, Ayaan aligundua ukweli kuhusu njama ya Riya. Lakini ilikuwa tayari imechelewa. Zara alikuwa amesafiri na simu yake haikupatikana. Kwa mara ya pili katika maisha yake, Ayaan alipoteza mwanamke aliyempenda kwa dhati. Usiku mmoja, Ayaan alipokea barua iliyotumwa na Zara kabla hajaondoka. Ndani ya barua hiyo kulikuwa na maneno, "Ayaan, kama unanisoma hii, ujue sikukuacha kwa sababu sikukupenda. Kuna kitu hakujua kuhusu maisha yangu, na ukweli huo unaweza kubadilisha kila kitu." Lakini barua ilikatika ghafla. Ukurasa wa mwisho haukuwepo. Ayaan alibaki kutetemeka. Ni siri gani Zara alikuwa anaficha? Je, Ayaan ataweza kumpata tena?
au mapenzi yao yataishia kwenye kumbukumbu? Kama umeipenda hadithi hii na unataka kujua kitakachofuata, hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu. Bonyeza like kuonyesha umefurahia hadithi. Andika comment utuambie unahisi nini kuhusu Ayaan na Zara. Share kwa marafiki zako wapende hadithi kali kama hii. Na usisahau kugonga kengele ili uendelee kupata taarifa na hadithi nyingine kali tunazozileta. Episodi inayofuata itakuwa na siri kubwa zaidi na tukio litakalobadilisha maisha ya Ayaan milele. Karibu Mkolwe Product ujipatie unga wa lishe, unga wenye faida kemkem mwilini kwa shilingi 3,000 tu popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkolwe Product, help us to help you. Kutoka Mkolwe Product. Unga huu ni mzuri, unafaa kuwalisha kwa watoto na hata watu wazima. Karibuni sana kutumia unga. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.